Kwa shughuli zote zinaendelea na timu zetu za usimamizi pia zimeshafika halmashauri kukamilisha maandalizi na kuanza zoezi kamili kesho. Kwa tunashukuru na RCC zote hamasishaji na vipindi vya redio zote zimefanyika katika halmashauri zetu 7. Kwa kazi inakwenda vizuri, bado tunamalizia leo pia walienda redio na hatua za mwisho za kumalizia. Nashukuru timu yako kutoka wizara zote mbili, ofisi ya TAMISEMI na wizara ya afya. Mimi naitwa Dr. Utilia Gowele, ni kaimu mkurugenzi huduma za kinga wizara ya afya. Nimekuja Singida katika zoezi ya ufuatiliaji wa maandalizi ya kampeni ya chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10. Chanjo hii tunaitoa kwa awamu ya pili baada ya chanjo ya awamu ya kwanza tulioitoa mwezi Machi kwa watoto chini ya miaka 10 kwa mikoa 7 ambayo iko kanda ya Ziwa. Nchi yetu ya Tanzania iliamua kutoa chanjo hii ya polio kwa watoto baada ya kuonekana katika uchafuzi wa mazingira ya kirusi cha aina ya polio, na hivyo basi kuleta tishio kwamba watoto wanaweza wakapata uambukizo wa virusi hivyo na kuweza kupelekea kupata ulemavu tepetepe ambao ndio unaitwa polio. Mikoa hiyo kwa sasa hivi iko katika hatua hii ya utoaji wa chanjo kwa awamu ya pili, na wajibu wa wizara ni kuhakikisha kwamba kuangalia mikoa yote imefanya maandalizi yaliyo thabiti ya kuwa imepokea chanjo, imeshasambaza katika vituo vyote katika halmashauri zote. Na kwa mkoa wa Singida tunapongeza ya kwamba tayari chanjo zote zimeshafika katika halmashauri zote, mafunzo yameshafanyika na upatikanaji wa wahabarishaji au tunaita social mobilizers katika ngazi ya jamii pamoja na community workers umeshafanyika. Hivyo sasa tunajua wananchi wana taarifa ya kwamba chanjo hii inakwenda kutolewa katika awamu ya pili. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma, lakini utatoa chanjo hii katika nyumba kwa nyumba, lakini vile vile katika makundi kwa maana ya outreaches, watoto watakusanya mahali na kuweza kupewa chanjo hiyo, lakini katika mashule yetu kwa watoto wote ambao chini ya miaka 10 watakwenda kupewa chanjo katika shule zote zilizopo hapa mkoa wa Singida, lakini katika mikoa yote hii 7 iliyoitaja ya kanda ya Ziwa. Kwa upande wa sisi wakina mama, wakina baba, wazazi, walezi majumbani kwetu, tujihakikishe kwamba tunajitoa tunawatoa watoto wetu waweze kupata chanjo hii. Chanjo hii inatolewa bure kama ambavyo mpango wa chanjo umeelekeza, lakini vile vile mtoto aliyepata chanjo kwa kipindi cha awamu ya kwanza ni lazima apate chanjo hii katika awamu ya pili ili apate kinga kamili. Endapo atakosa kupata chanjo hii katika awamu ya pili, maana yake atakuwa hajapata kinga iliyostahili. Hivyo basi atakuwa katika athari ya kuweza kupata uambukizo na hivyo kupelekea kupata ugonjwa huu endapo atakutana na kirusi hicho katika mazingira, kwa sababu kirusi hicho bado katika hali ya mazingira bado kipo, na hivyo ni vyema watoto umri chini ya miaka hiyo wakapata kinga hiyo, kwa kuwa watoto wetu katika mikoa iliyotaja kinga hiyo ya chanjo ilikuwa haitolewi katika kipindi cha muda mrefu hapo nyuma. Naitwa Al-Habib Saidi Mwinori, mratibu wa huduma za chanjo mkoa wa Singida. Kwenye mkoa wa Singida tumeshajiandaa, ikimaanisha tumeshapokea chanjo na vifaa mbalimbali vya kampeni ambavyo tumeshavisambaza kwenye halmashauri zote, na vifaa hivyo pia na chanjo zimeshapelekwa kwenye vituo vyote 304 ambavyo vinatoa huduma za chanjo. Lakini pamoja na hilo tumeshafundisha makundi maalum pamoja na watu maarufu kwenye halmashauri zote 7 ambako wameelekezwa kwenda kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya chanjo hii ambayo itatolewa tarehe 7 hadi tarehe 10 kwenye mikoa 7 ikiwemo Singida. Na kama mkoa tunatarajia kufanya kampeni hii kuanzia kesho tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi wa 5 kwenye halmashauri zote 7 na kwenye vituo 304, na kama mkoa tunazo timu 1115 ambazo zitakuwa na wachanjaji, wahamasishaji pamoja na watunza kumbukumbu za chanjo. Lakini kama mkoa pia niseme kwamba maandalizi yameenda vizuri, ikimaanisha tumesambaza pia mabango, lakini pia vipeperushi kuongeza elimu kwa wananchi. Na kwa mwaka wa awamu ya kwanza ambao tulifanya tarehe 24 hadi tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka huu, tulikuwa tumepangiwa kuwachanja watoto wenye umri chini ya miaka 10 710,623, lakini kama mkoa kufuatana na hamasa ambayo ilifanyika awamu ya kwanza tulifanikiwa kuwachanja watoto 810,210 ambao hawa ndio watakuwa walengwa awamu ya pili.
Walengwa wa chanjo hii ni watoto wenye umri chini ya miaka 10 ambao wengi wao wako kwenye shule za msingi. Kwa hiyo mkoa tunao ushirikiano mzuri kwa kushirikiana na maafisa elimu msingi kwenye halmashauri zote 7, lakini pia kuna timu za mkoa zimeshasambazwa kwenye halmashauri zinaendelea na kufanya maandalizi. Lakini kama kuna mtoto ambaye hakupata chanjo dozi ya kwanza, awamu ya kwanza, ni kwamba sasa fursa pekee iliyopo ni kupata chanjo hii ya awamu ya pili ambayo itamsaidia kumkinga na kirusi cha hatari ambacho kinaweza kapelekea kifo kwa mtoto ama ulemavu wa ghafla. Kwa hiyo aliyopata tutawachanja wote ambao walipata awamu ya kwanza, lakini pili yule ambaye hakubahatika kupata chanjo awamu ya kwanza, hii ni fursa pekee iliyobaki ya kupata chanjo hii dozi moja ambayo itaifanya awamu ya pili tarehe 7 hadi tarehe 10.